Bana, dabi ya Kariakoo ndio kama hivyo. Mwenye kupata amepata na mwenye kukosa amekosa. Mnyama kwa mara nyingine amekubali kuwa mnyonge wa Yanga kwa upande mwingine. Tupo hapa na Mr. Kashogi, yeye ni shabiki wa Simba lakini pia ni mwanachama. Atatuambia ameyapokeaje matokeo, lakini pia ni kipi ambacho anacho baada ya msimu mzito ama msimu mrefu kutamatika na Simba kuondoka bila kupata kombe lolote. Bwana, kwema? Salama kabisa, salama kabisa. Mambo yanasemaje? Poa poa. Siku mnyonge kama unavyofikiri, ingawaje niliumia juzi. Baada ya matokeo kuna maisha. Na maisha ndio haya. Tuna mengi ya kuzungumzia msimu ulivyokuwa, ulikuwaje, kocha anatufikisha wapi, uongozi wa klabu unatufikisha wapi. Kikubwa si vibaya tulivyofanya, pamoja kuwa mpira ni magoli, mpira ni ushindi, mpira ni ubingwa. Hatujapata chochote, tumeondoka kapa. Msimu wa 4 tumekosa ligi, tumecheza fainali ya kombe la shirikisho, tumekosa. Kubwa ninalofikiri kutokana na muendelezo huu, kocha Fadlu alisema anajenga timu, na ni kweli yeye ana msimu mmoja kwa kiwango ambacho wachezaji wameonyesha kwa msimu huu si kibaya. Fadlu yeye kafanikiwa kwa upande wake kama kocha, si kwa klabu. Klabu malengo yetu ni mengine. Klabu tunategemea ushindi kwa sababu mwaka wa 4 bila kombe la ligi ni mateso. Hakuna mtu anayeweza kufurahia. Wachezaji waliopo Simba si wabaya, ila si wazuri wa kiwango cha kuwepo Simba kwa sasa hivi. Wachezaji wote au baadhi? Most of them, yani ni wengi katika kikosi. Kwa nini nakwambia hivyo? Simba sasa hivi ni klabu kubwa Afrika na dunia. Si ndogo. Simba ni klabu ambayo ina mafanikio consecutively mfululizo kwenye bara la Afrika, ambao umeona tumecheza kombe la shirikisho, tumefika finali mara yetu ya kwanza katika miaka hii ya karibuni. Tumecheza klabu bingwa, tumeshiriki robo finali mara 4-5 mfululizo. Kikubwa Simba tunahitaji wachezaji wa kaliba ya Simba. Tunahitaji wachezaji wakubwa. Kwa maana hiyo unavyozungumza hivyo ni kwamba unaiambia sasa klabu kwamba ikiingia sokoni ikafanye kweli. Fanye kweli. Kipi kinaweza kutusababisha tufanye kweli? Kila kocha ambaye klabu huwa inamchukua huwa anakuwa anaiangalia timu, anaona mapungufu yake. Fadlu alikuja na watu watatu. Amekuja na Kamara, amekuja na Ateba, amekuja na Jean Shalawa. Tukiangalia wachezaji wote aliokuja nao Fadlu wameperform. Kamara amepata best goalkeeper of the season kwa sababu amepata clean sheets nyingi na ndio kipa aliyovutia wengi katika msimu huu. Ateba pamoja kuwa alikuwa na ups and downs, lakini kafunga goli nyingi, kafunga goli 13 kwenye ligi, si ndogo kwa mchezaji mpya wa ligi. Jean Shalawa amekuwa top goal scorer wa ligi na ninavyofikiri anaweza kuwa ndio top assist wa ligi. Hapana, top assist ni Faisal. Yeye amekuwa wa pili. Sawa. Lakini si mbaya. Ukichukua toto yake magoli na assist zake ni nyingi, anakuwa top. Uongo kweli? Kikubwa amefanikiwa Fadlu. Wachezaji watatu waliowaleta, ukiangalia majumuisho yake ya magoli pamoja na assists, nadhani ndio atakuwa kocha wa kwanza aliyeweka record tangu makocha waje Tanzania. Sawa bana? Ukiangalia goalkeeper, hakuna kocha yoyote ambaye amewahi kuleta goalkeeper na goalkeeper akafanya vizuri msimu wake wa kwanza. Fadlu kafanikiwa baada ya kumleta Kamara. Kuna mapungufu machache ambayo yapo. Tumpe kocha nafasi, achague wachezaji ambao anawataka. Tumsaidie sisi kama Simba. Simba ina mascouts. Lakini kama mascouts wamefeli, watafute mascout wengine. Mascout huwa wananunuliwa. Nadhani ukiangalia club kama ya Arsenal wamewahi kuleta mascouts kutoka Brazil, wapi wanafanya vizuri. Ukiangalia, yani wapo mascouts ambao ni bora. Afrika hii kuna mascouts wengi. Nunua scouts, mlipe, akutafutie wachezaji bora. Mchezaji bora hapatikani kwa bei rahisi, tusidanganyane. Pesa iwekwe. Pesa iwekwe. Ninachoweza kusema, rais wa heshima wa klabu Mo Dewji amejitolea. Anafanya makubwa sana.
kama kuna watu ambao wanakula, chunguzeni, wawekwe pembeni. Rudia tena, weka vizuri hapo. Kama kuna watu ambao wanakula katika ununuaji wa wachezaji, wawekwe pembeni. Pale Simba watolewe, tuweke watu ambao wanaweza kutufaa. Kwa nini nakwambia? Sidhani kama Mo Dewji anashindwa kutoa pesa ya kununua mchezaji wa top class kabisa kucheza Simba Sports Club kwa ajili ya mafanikio ya club. Mo ni mfanya biashara. Mo kukua kwake zaidi na zaidi kunahitaji Simba Sports Club ipate kombe kubwa la Afrika ili Mo biashara zake ziendelee kukua, na pia mpira ndio biashara kubwa zaidi duniani kwa sasa. Mo anavyowekeza anategemea apate return kubwa. Msione mtu analalamika kila siku hapati, kwa sababu mtu anapowekeza pesa nyingi anataka apate nyingi. Hawezi kuwekeza bilioni hata 5 tu alafu aje apate milioni 200. Ni uongo, ni hasara. Ile mnayoona anapata ni ndogo sana, ndio maana analalamika kuwa hapati. Nini nashauri? Viongozi wa Simba tuache maneno, tufanye vile mpira unataka. Tukiamua kuwekeza, tuwekeze, tuweke pesa. Tuchukue wachezaji top class players, wapo wachezaji wazuri kabisa. Nimeangalia Wydad Casablanca msimu huu wanacheza klabu bingwa ya dunia. Kiwango chao si kibaya, pamoja kuwa wamefungwa, wamecheza na Manchester City wamefungwa goli 2. Performance yao ni nzuri, display yao ni nzuri, wana wachezaji wazuri. Nategemea mwakani watafanya vizuri kwenye klabu bingwa. Umeona, tumeona Al Ahly wameenda kudraw 4-4 na klabu kubwa ya Ulaya. Umeona? Wameenda, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Sisi tuko kwenye level hizo, sisi tunataka tuwepo nao. Msimu unaofuata tufanye vizuri kwenye klabu bingwa, tufanye vizuri kwenye ligi. Miaka 4 hatujachukua kombe la ligi wala FA. Unajua ni aibu kwa klabu kama Simba, ipo kwenye top rankings za African football. Unajua? Ninachosema, narudia tena, wazee kwenye klabu yetu tunawashukuru sana, mmetufanyia mengi makubwa. Tunaomba wazee mkae pembeni, muwe washauri. Wazee wawe washauri wa klabu. Vijana wanapokosea watu weke pembeni, watuambie. Wazee tena hawatakiwi tena kukaa na maiki kuanza kuhojiwa kwanza hivi. Ukiangalia mechi ya juzi Simba tumezidiwa kila kitu na Yanga. Tukiweka mchezaji mmoja, top performance ya wachezaji wote, timu kiujumla imecheza very down. Unajua? Kwa sababu kwanza washabiki wenyewe tulikosa morali. Kwa nini? Kwa sababu hatujaelezwa. Timu tunaambiwa haijaenda kwenye press conference. Unategemea nini? Watu wakajua timu haiendi uwanjani. Cha pili, timu haijaenda kwenye mazoezi ya mwisho kabla ya mechi. Siku moja kabla ya mechi, ambayo hichi kitu ndio kilifanya tulalamike tusicheze mechi na Yanga tarehe 8. Umenielewa? Sasa sisi tutaamini vipi kama klabu yetu itacheza? Hakuna mimi mwenyewe sikwenda uwanjani. Kwa sababu ya kukosa taarifa. Kwenda kwa sababu ya kukosa taarifa. Nikasema hata ikiwa Simba watacheza, niliwaambia watu Azam, hata ikiwa Simba watacheza, watafungwa. Uliona mapema? Niliona. Wakaniuliza kwa nini unasema watafungwa? Nikasema morali ya Yanga iko juu. Wanacheza mpira, physical fitness ya wachezaji wa Yanga iko juu. Tutashindwa vipi kupoteza? Ni lazima mpoteze. Kwa hiyo lawama tuache, midomo tuache. Tuangalie mpira ni uwanjani, mpira mchezo wa wazi, kila mtu anaona. Juzi ongereni sana watani, mmefanya vizuri. Top performance from your players, wamefanya vizuri. Mzize akafanya vizuri sana, na kama Mzize angeanza kipindi cha kwanza tungefungwa goli nyingi. Nakwambia. Kwa maana unataka kuniambia kwamba uwepo wa Prince Dube kwenye kipindi cha kwanza ulisababisha pia Simba itoke na clean sheet? Nadhani kabisa Prince Dube alicheza akiwa bado majeruhi. Prince Dube aliwekwa na akiwa bado majeruhi. Mzize kiwango chake kiko juu sana kwa sasa hivi. Angalia work rate yake, angalia jinsi anavyo intercept, angalia anavyokaba, angalia anavyopiga pass, angalia anavyoscore. Unaona kabisa ameanza kukua. Umenielewa? Na ndio maana unakuta club kubwa Afrika zinamtaka, kwa sababu anaonyesha ukomavu. Anaonyesha nini anataka. Ninachowashauri, narudia tena, wazee watuachie klabu, vijana tuongoze
Kwa nini tuongoze klabu vijana? Kwa sababu vijana tunaweza tukacheza na figisu za ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ngoja kwanza hapo nikukatishe. Unasema kwamba vijana mnaweza mkacheza na figisu za ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Yes. Na hicho kitu kocha Fadlu Davids alikizungumza baada ya mchezo. Alisema kwamba Yanga wana wachezaji ambao wana uwezo wa kustahimili mikiki ya mechi kubwa, lakini pia maandalizi kijumla nje na ndani. Kwa hiyo na wewe unapigilia msumari pale pale. Ninachoshauri, kwa nini nakwambia vijana tunaweza kufanya vizuri zaidi? Wazee wa Simba ni wastaarabu sana kiasi kwamba wamezoea kukaa ofisini. Wale wapewe kazi za ofisi, wao washauri wa klabu, tukitaka jezi ziwe hivi, tukitaka wakae na watu wawekezaji ambao wanataka kudhamini jezi na nini. Umenielewa? Kwenye swala la maendeleo ya labda ya viwanja, umenielewa? Sijui nini, waweke wenyewe wawe washauri. Umeona? Lakini kwenye swala zima la klabu kufanya vizuri nje ya uwanja na ndani ya uwanja, inatakiwa vijana washirikishwe. Vijana ndio viongozi wa klabu. Unaona Yanga mfadhili GSM. Rais wa klabu Engineer Hersi. Engineer Hersi ana miaka labda 38, 40 au 42. Umeona? Sisi umchukue Mangungu ana miaka mingapi? Crescentus Magori ana miaka mingapi? Try Again ana miaka mingapi? Yaani unakuta ni mlolongo wa watu wenye umri mkubwa ambao hawawezi vita vya vijana. Sasa Kashogi, hapo imekuwa ni kawaida Simba inapopoteza mchezo hasa kwenye mechi za dabi, lawama nyingi anaangushiwa mwenyekiti Murtaza Mangungu. Mimi simwangushi lawama Mangungu. Mimi ninachosema wazee watupishe, kwa sababu sisi tunaona figisu zinazofanywa na Yanga. Kwani hatuwajui kina Engineer Hersi? Tunawajua, tumekuwa nao, tunakaa nao. Figisu hizi unaweza kukuta ametoa kwetu sisi, kwa sababu sisi ndio wajanja. Umeelewa? Sisi ndio wataun kabisa, yani wametukuta. Kwa sisi tunayajua mengi. Umeelewa? Kwa hiyo tunachoweza kusema sisi vijana ndio tupewe madaraka ya kuongoza klabu ya Simba. Wanachama wakae, tufanye uchaguzi. Rais wa heshima, jina lako limeisha kuwa, we ni rais wa heshima tayari. Tunakukubali kweli rais wa heshima. Tunataka kama utaweza ukubali nyadhifa yako iendelee kuwepo, kwa sababu ulikuwa nayo iwepo ya milele. Basi tuondoe cheo cha rais wa heshima, kiwe chako moja kwa moja. Tumweke rais muongozaji mpambanaji ambaye anaweza kwenda mechi baada ya mechi. Yaani maana ya rais, ukisikia rais unasikia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni commander in chief. Umenielewa? Yaani ni amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu si anaenda front line. Hizi mechi tunatakiwa tuwe na amiri jeshi mkuu wa kuongoza klabu kwenda kwenye mechi zote. Lakini sio hii ambayo ni rais wa heshima, lakini rais wa heshima hafiki kwenye mechi. Kwa hiyo hata tukiwa tunafanyia figisu, rais wa heshima atajulia wapi? Haoni. Ndio tunataka kijana ambaye anaweza kuwa rais wa heshima au rais ambaye ataiongoza klabu, atacheza na zile mechi vijijini wapi? Kwa sababu huko tunapoenda mikoani ni vijijini. Dar es Salaam na Tabora huwezi kufananisha, au na Kigoma. Kigoma mji una watu milioni 2. Hebu niambie, na huko watu milioni 16. Utaweza wapi figisu hizo? Hauwezi. Kwa hiyo sisi tunazotaka tusafiri vijana ambao tutakuwa viongozi wa klabu. Umeona? Twende huko, tufanye figisu iwe ndani iwe nje ya uwanja na mpira uonekane. Sio mnafanya figisu mpira uonekane. Yaani kinachotakikana mnafanya figisu lakini performance inaonekana. Yanga wanafanya figisu lakini wanafanya vitu uwanjani. Umeona? Kwa hiyo Yanga wamefanikiwa nje na ndani. Nje na ndani. Na pia scouting yao imefanikiwa. Wanafanya vizuri. Nataka nikuulize swali hapa. Tunafahamu kwamba msimu ujao, kuanzia msimu ujao, kutakuwa kuna mwekezaji mwingine, bwana Mr. J-Root Investment atakuwepo pale Simba, na kwenye miongoni mwa ahadi zake alisema kwamba kila msimu atakuwa anasajili mchezaji mmoja ambaye klabu inamtaka. Pengine kwa upande wako unadhani hili linakwenda kumaliza sasa lile tatizo la usajili kwa uongo. Yaani mchezaji mmoja, hebu chukua tu mchezaji mmoja. Fanya huyu mchezaji kaumia. Fanya mchezaji kaumia. Na majeruhi, unakuta wachezaji wa siku hizi wanadanganya miaka. Kwa sababu kila mchezaji unasikia anakwambia miaka yangu ya ukweli, miaka yangu ya ukweli 36. Ya cheti cha kuzaliwa miaka 20. Sasa hebu niambia wachezaji wakiguswa sitaumia? Akiumia kae nje msimu mzima, yule mchezaji atakuwa na faida gani kwa klabu? Imeisha. Kwa hiyo wakati wa usajili washirikishe vijana. Tena vijana wajanja. Yaani kama mimi nashauri, yaani mimi nakuwepo kwenye usajili wa Simba na uhakika kabisa Simba Sports Club inaenda kuwa bingwa. Nishirikishwe. Inaenda kuwa bingwa.
wa Tanzania wa ligi, wa kombe la FA, umesikia, ambayo CRDB inaenda kuwa bingwa wa klabu bingwa Afrika. Kwa nini nakwambia? Tushirikishwe kwenye usajili, sisi tuna macho ya kuona. Sasa kwenye usajili inategemeana na bajeti. Bajeti si kitu. Wapo wachezaji wa bei rahisi lakini wanakuwa top class players. Mimi nakwambia, ambao wale wanakuwa ni vipaji, ni natural. Unajua, wanakuwa na vipaji asili. Yaani unamuona mchezaji unajua kabisa huyu anaweza kutusaidia, huyu ana kipaji, lakini watu hawajui. Unajua, kumjua mchezaji mwenye kipaji inahitaji yani IQ kubwa sana ya mpira. Yani macho ya tofauti sana. Kwa sababu kama mimi nimezaliwa, ukoo wangu, babu yangu alikuwa mchezaji wa Simba. Anaitwa Amin Salum. Upande wa mama. Umesikia? Mjomba wangu mchambuzi wa kwanza Tanzania na Eastern Central Africa kuchambua mpira, Dr. Liki Abdalla. Umenielewa? Sasa tashindwaje kujua mpira? Lazima utamjua mchezaji ni yupi mimi nikikwambia nimewahi kugundua kipaji cha Mrisho Halfan Ngasa, akaja hapa akawa top scorer wa Tanzania. Uongo kweli? Ndio mchezaji aliyopewa tuzo na akaenda kushiriki kwenye Africa Cup of Nations, kwenye draw ya Africa Cup of Nations. Uongo kweli? Ukimuuliza Mrisho Ngasa atakwambia mimi nimemchukua Mrisho Ngasa na miaka 15, nimempeleka Kagera, nimemtoa timu ya Barcelona ligi daraja la 3 Mwanza, nimempeleka Bukoba. Baada ya kutoka pale Kagera wakamtaka, walivyomnunua Kagera ndio Yanga wakamchukua, ndio amekuwa top player wa Tanzania mpaka leo, ameacha historia. Tashindwaje kujua vipaji? Huyo Mrisho Ngasa wa kwanza tunakwambia, Mrisho Ngasa nimemtoa. Sasa niambie tashindwa vipi? Sawa. Sawa, maliza na mashabiki wa Simba ambao pia wamekuwa, yani kuna wengine ambao ni kama wazito kukubaliana na ukweli huu ambao umeusema. Unawaambia nini kuhusiana na ambacho kimetokea msimu huu, lakini pia tukiwa tunauendea msimu mwingine? Tugango yajayo, yaliyopita sindwele, tumeshapoteza. Hata ulie, hata ulalamike, sui Mangungu, sui nani haitasaidia. Tujipange msimu ujao, tusajili wachezaji wenye quality kubwa ambao wataweza kutusaidia. Mwekezaji aweke pesa, aache maneno, aweke pesa, ajue pesa itamlipa kama ataweka pesa. Kwa sababu pesa huenda kwa mwenye pesa. Umeona Mtu huwezi kuongea tu maneno mengi hapa, kama huna pesa huwezi kufanya chochote. Kama huna pesa, swala la Mo Dewji siku kuachia klabu ni uongo. Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kufanya kama mambo ambayo kama kafanya Mo Dewji, nakwambia. Umesikia? Mo Dewji has been with the club miaka mingi, amekaa na club miaka mingi. Kwa hiyo anajua chungu na tamu. Mo Dewji ni rais wa heshima, mwenye kuipenda kwa dhati klabu ya Simba. Ila kuna watu ambao wanamwangusha. Sasa hawa wanaomwangusha tutoe. Yeye naye asihusike katika chaguzi yoyote. Sisi washabiki ndio tuhusike. Kwamba mchague kwamba kiongozi huyu sisi ndio tuchague. Huyu ndio atafaa, huyu hafai. Kwa sababu kama yeye atakuwa anachagua kwa upande wake tu kuangalia mali zake zitalindwa na nani, hafikirii klabu. Umenielewa? Sisi inatakiwa tushirikishwe, tuchague ili tumlinde na yeye, kwa sababu hatuwezi kuacha kumlinda. Kama yeye anaisaidia klabu, tutaachaje kumlinda? Tutamtafutia watu wa msingi ambao wataweza kuiendesha klabu kwa faida. Ndio, shukrani sana. Shukrani sana, hamna noma. Poa.